wa Katavi, mwenyekiti wetu wa Chama cha Mapinduzi kwenye mkoa huu wa Katavi, manaibu mawaziri wote tuliopo hapa tukiongozwa na Mheshimiwa Sirinde, naibu waziri wa kilimo, viongozi wote wa chama na serikali ambao tupo kwenye hadhara hii ya leo, viongozi wetu wa dini, tunawashukuru sana kwa dua ya kufungua mkutano huu, lakini zaidi tunawashukuru sana kwa maombi maalum ambayo mmeyafanya kumwombea afya njema Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan. Viongozi wetu wa mila, machifu wetu, pamoja na wazee wote maarufu mliopo hapa, ndugu wananchi, vikundi vyetu vya hamasa, kwaya zetu zilizoimba hapa, Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mpanda oye! Mheshimiwa Waziri Mkuu, niungane na mkuu wa mkoa wetu wa Katavi kukushukuru sana kwa ziara yako ambayo umeifanya. Umekuwepo kwenye mkoa wetu huu tangu tarehe 12 mwezi wa 3 na umefanya kazi kwenye halmashauri zote 5 za mkoa huu wa Katavi. Umekagua miradi mbalimbali, ipo ambayo umeweka jiwe la msingi na ipo ambayo umeizindua. Mheshimiwa Waziri Mkuu, ulianza kuweka jiwe la msingi kwenye mradi wetu wa maji wa miji 28, mradi wa kitaifa, mradi ambao gharama yake ni bilioni 22.8. Ukaweka jiwe la msingi kwenye barabara yetu ya Kagwira kwenda Karema, kilomita 112, inayojengwa kwa kiwango cha lami, ambapo Daktari Samia Suluhu Hassan ameweka bilioni 219. Mheshimiwa Waziri Mkuu, tulikwenda mpaka bandari ya Karema, ukafanya ukaguzi pale, mahala ambapo Daktari Samia Suluhu Hassan anapeleka bilioni 47.9 ili kuiamsha tena bandari ile. Mheshimiwa Waziri Mkuu, kuishi hapo, ulikwenda kwenye ujenzi wa daraja la kisasa pale Starike kule Nsimbo, daraja la bilioni 9.1. Vivyo hivyo ulikuwa kule Mpimbwe, mahala ambapo Mheshimiwa Rais anajenga chuo kikuu, kampasi ya Katavi, chuo kikuu cha Sokoine ambacho kimepewa jina la Mizengo Pinda, ujenzi unaogharimu bilioni 17.5. Mheshimiwa Waziri Mkuu, vivyo hivyo kule Mlele umekwenda kuweka jiwe la msingi kwenye shule yetu ya amali Technical School, shule ya bilioni 1.6, shule ya ufundi, shule ya kimkoa, shule ambayo watoto wetu wote wa Katavi kwenye halmashauri zote 5 watakapotaka kusoma masomo ya ufundi watakwenda kwenye shule hii ambayo imepewa jina la Mgombe Technical School. Mahala hapa watoto watajifunza mechanics, kwa maana ya uhandisi wa mechanics, lakini watajifunza ufundi wa mabomba, watajifunza ufundi umeme wa magari, watajifunza kuweka mifumo ya sola, umeme wa jua kwenye majengo mbalimbali. Shule hizi za aina hii, shule za ufundi, zamani nchi nzima tulikuwa na shule kama hizo chini ya 5. Tulikuwa na Ifunda Technical School, Mbeya Technical School, Moshi Technical School, Tanga Technical School. Leo Daktari Samia Suluhu Hassan amejenga shule kama hizo 103 nchi nzima, ikiwemo shule hiyo ulioenda kuikagua pale Mlele. Mheshimiwa Waziri Mkuu, umetoka hapo leo umekagua jengo kwenye hospitali yetu ya mkoa, hospitali ya rufaa ya mkoa,
jengo la mama na mtoto ambalo mpaka kukamilika kwake litagharimu bilioni 5 karibia 2. Kwenye eneo hili la afya, Daktari Samia Suluhu Hassan kwenye mkoa huu wa Katavi amefanya mapinduzi makubwa, na historia itamkumbuka na itamwandika kwa wino wa dhahabu kwenye eneo hili la afya. Alianza akajenga zahanati 50 ambazo hazikuwepo kabla ya yeye kuwa madarakani. Akajenga vituo vya afya 11 ndani ya Katavi hii ambavyo havikuwepo kabla ya yeye kuwa madarakani. Lakini Daktari Samia Suluhu Hassan akiingia madarakani alikuta hakuna halmashauri yenye hospitali hata moja, ukiacha hii ya Mpanda ambayo iko toka mwaka 1976. Amejenga hospitali mpya pale Mpimbwe, amejenga hospitali mpya pale Nsimbo, amejenga hospitali mpya kule Mlele kwa maana ya Inyonga, na amejenga hospitali mpya kule Tanganyika. Uamuzi huo wa kujenga mahospitali hayo, zahanati hizo na vituo vya afya hivyo, ili mlazimu tuwe na hospitali yetu ya rufaa ya mkoa. Hospitali hii itakapokamilika itakuwa imetumia karibia bilioni 20. Hospitali hizi za rufaa za mkoa, Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan amezijenga kama hii ya kwenu hapa Katavi kwenye mikoa 18. Zamani wananchi hawa wa Katavi, ilikuwa ikitokea jambo ambalo linahitaji hospitali ya rufaa, ili walazimu wasafiri ama kwenda Mbeya au Dar es Salaam au Dodoma au Muhimbili kwenye mahospitali makubwa. Leo uwepo wa hospitali hii ya rufaa mahala hapa umepunguza kwa 70% mahitaji ya wananchi kusafiri umbali mrefu kufuata huduma. Jambo moja ambalo halijasemwa kwenye hospitali hii ya rufaa yetu ya mkoa wa Katavi, yapo mambo mawili ambayo hayafanyiki kwenye hospitali yoyote kwenye ukanda wa mikoa hii, lakini yanafanyika hapa Katavi. La kwanza, hospitali hii ina madaktari bingwa 13 na tuna huduma ya kufanya upasuaji wa magoti pamoja na mabega bila kupasua, bila kumpasua mtu, bila kumchana. Haya ni maendeleo makubwa sana kwenye eneo hili la afya. Huu ni uwekezaji mkubwa sana ambao Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan ameufanya. Lakini la pili, ameweka mahala hapa kwenye hospitali yetu hii ya rufaa mitambo maalum ya kuweza kubaini hitilafu kwenye mwili wa binadamu, kwenye mifumo ya chakula, mifumo ya hewa pamoja na mifumo ya mikojo. Haya ni mambo ambayo huwezi kuyakuta kwenye hospitali nyingine kwenye ukanda huu, kuanzia Tabora hapa penyewe isipokuwa hapa Katavi, hata kule Mbeya ukanda ule pamoja na Kigoma. Huduma hizo ziko mahala hapa. Pigieni makofi mengi Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan. Eneo lile la elimu, amejenga shule 26, shule za sayansi, shule za wasichana, shule ambayo zipo kila mkoa shule moja, shule zinazogharimu zaidi ya bilioni 4.5. Na hapa Katavi shule hiyo mnayo. Watoto wetu wapo shuleni na wanasoma. Lakini si tu hivyo, ametoka kuzungumza mbunge wa jimbo hapa kwamba ninyi wananchi wa Mpanda mmepata bahati, katika shule 7 za kikanda za wavulana imejengwa shule ya wavulana hapa, shule ambayo itatumika na vijana wetu kutoka Kigoma, watatumia vijana wetu kutoka Tabora, watatumia vijana wetu wa Katavi, watatumia vijana wetu wa Rukwa. Ninyi mmepata bahati hiyo. Mpigieni makofi mengi Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan kwa kazi nzuri hiyo aliyoifanya. Mheshimiwa Waziri Mkuu, jumla umekagua miradi yenye thamani ya bilioni 331. Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa kwenye taarifa yake alitueleza
kwa kipindi ambacho Mheshimiwa Rais amekuwepo madarakani ameleta kwenye mkoa huu fedha za maendeleo zaidi ya trilioni 1.4. Mheshimiwa Waziri Mkuu, hii ndio kusema ungeamua kukagua miradi yote ambayo imefanywa na fedha hizo, ingekulazimu ukae hapa Katavi kwa miezi zaidi ya 4. Tunakushukuru sana kwa kazi hii ambayo umeifanya ya kukagua hii miradi ya bilioni 331. Mheshimiwa Waziri Mkuu, naomba sasa uridhie niwakaribishe wabunge wetu wa viti maalum, wabunge wa mkoa mzima huu wa Katavi. Nianze na Mheshimiwa mbunge Janet Pinda. Karibu sana upate kusalimia. Katavi oye! Mpanda safi! Jamani, wanampanda sijasikia.